Mdalasini una nguvu za kiroho. Mdalasini, cinnamon. Ngoja nikuonyeshe mdalasini ulivyo. Cinnamon hii, mdalasini. Ngoja nisogeze karibu na kamera. Hii wanaonyesha Wakongomani kwa sababu kidogo wanakuwaga na maswali mengi. Karibu sana mpendwa mtazamaji, naitwa Tabibu Lois. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, karibu sana. Leo nitakuelekeza faida mbalimbali ya kutumia mdalasini kwa ajili ya kutumia mambo yako ya kiroho. Kuna nguvu nyingi sana za kiroho mpendwa mtazamaji. Nitataja nguvu kama 5, 6 namna hii. Na kama wewe ni mgeni katika chaneli mpendwa mtazamaji, tunaamini katika sheria ya nguvu za asili na ulimwengu, yani universe. Amini katika nguvu kubwa iliyoko ndani yako. Amini kwamba ndani yako kuna umeme, kuna moto, kuna radi, una uwezo wa kuamrisha vitu vitokee. Unaumba kwa ulimi, unaamini. Yani kumbuka, kunaanza kwanza unaamini. Samahani, narudia kwa ajili ambao ni wageni, naona followers wanaongezeka. Kwa hiyo unaamini kwanza, unawaza. Ukishawaza unatamka kwa ulimi, unaumba, unafanya kitendo cha imani, halafu iachie universe ikupatie. Naona? Sasa leo nitaelekeza faida nyingi sana za mdalasini. Kuna vitu ambavyo mimi binafsi wasikosi kwangu. Kuna mdalasini, kuna asali, kuna mafuta ya mzeituni, kuna chumvi ya mawe. Hivi vitu kawaida vikae kabisa jikoni kwako, visikosekane. Ni viungo kwa ajili ya chakula, lakini pia ni kwa ajili ya matumizi ya kiroho. Faida ya kwanza ya mdalasini ni kuvuta fedha na mali. Utanishangaa nakwambia kwa sababu gani? Kwa sababu nimeshaifanyia utafiti. Kuvuta fedha na mali, kuattract mali, pesa. Utaitumiaje? Utachukua unga wa mdalasini usiku kabla ya kulala. Nyunyizia mbele ya mlango wako wa kuingilia, nyunyizia mbele ya geti yako, na ikiwezekana unapopanda kitandani nyunyizia kwenye mlango wa kuingilia chumbani kwako. Huku unanuia kwa manuizi. Sema, naita fedha, dhahabu, mali zinijie. Kisiwepo kizuizi chochote cha kuzuia. Fedha, dhahabu na mali zinijie. Hiyo ni faida ya kwanza ya kiroho ya kutumia unga wa mdalasini. Baada ya hapo, ndani ya siku 7, lakini pia unaweza kuchukua cinnamon powder, ile cinnamon stick. Nimeziweka wapi? Mdalasini wa vijiti. Huu hapa, mlazi mtazamaji, wanao mwingi sana. Mdalasini wa vijiti huko hivi. Ngoja nikuonyeshe stick moja. Ule niliokuonyesha ni wa unga. Huu ni wa vijiti. Unakuwaga namna hii, cinnamon stick. Naona? Ukinunua pakiti kama hii haina gharama. Ni kama shilingi 2,100, shilingi 3,000, 3,500. Upate ule wa India. Unakuwaga mzuri sana. Halafu faida ya pili ya kutumia mdalasini ni kuondoa vizuizi. Faida ya pili ya kutumia mdalasini, cinnamon, ni kuondoa vizuizi. Kwa mfano, unataka kitu fulani kija nyumbani kwako, labda tenda, ama haupati ugeni fulani. Halafu unaona kama kuna watu wanaweka vizuizi fulani. Chukua unga wa mdalasini usiku saa 6, ama kabla ya kulala, muda wote unapotaka kulala, ama alfajiri, lakini fanya kabla ya kulala ama usiku saa 6. Naona? Changanya na chumvi ya mawe. Chukua kijiko cha chakula ama vijiko viwili vya chakula vya unga wa mdalasini. Changanya na chumvi ya mawe, sea salt. Nyunyizia katika uwanja wako, katika geti ya kuingilia, katika mlango wako wa kuingilia ndani na mlango wa chumbani kwako. Huku unatamka kwamba kila kizuizi kitakachozuia nisipate kazi hii, nisipate tenda hii, nisipate wageni hawa, kiondoke. Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie. Mwenyezi Mungu ndiye uliyeumba mdalasini pamoja na chumvi ya mawe. Kwa hiyo inaondoa vizuizi ama stagnation yoyote ambayo itasababisha usipate baraka hiyo. Kwa hiyo faida nyingine tena ya mdalasini ni upendo na mahusiano. Kwa mfano, unaona wewe ni mke au ni mume, kuna kosa amani, kunakuwa kama na vitu vya kutokuelewana. Chukua unga wa mdalasini, fanya hili zoezi asubuhi na jioni, weka kwenye maji ya kuoga. Halafu chukua na sukari, sugar. Unga wa mdalasini kijiko kimoja cha chakula na sukari vijiko viwili.
koroga ndani ya maji yako ya kuoga, halafu yaache kama nusu saa ili yajichanganye vizuri. Baada ya nusu saa, koroga kwa mikono yako huko unanuia, Mwenyezi Mungu, kila nuksi inayotaka kusababisha nigombane na mume wangu, nigombane na mke wangu, nigombane na watoto wangu, nigombane na majirani, yani chochote ambacho kinaharibu upendo, tumia unga wa mdalasini pamoja na chumvi ya mawe kuoga. Halafu kwenye mafuta ya kujipaka weka, unaweza ukachota pinch ni kwa vidole vyako viwili, weka kwenye mkono, weka na mafuta yako ya kujipaka paka mwili mzima, kuanzia usoni, mikononi, miguu, mwili wote paka. Utashangaa tu, haitachukua hata siku 3, watu waliokuwa wanakuchukia ama huyo mpenzi wako ama mke wako ama ofisini tu, utaona wanaanza kukupenda pole pole, zile chuki zitaanza kuisha. Kwa hiyo faida nyingine ya mdalasini ndio hiyo, inaleta upendo. Halafu pia unaweza kutumia mdalasini kwa ajili ya kuweka ulinzi nyumbani kwako. Labda unakuwa unakosa amani usiku, unahisi kama unakosa amani usiku, unahisi kama kuna vitu ambavyo vieleweki. Chukua unga wa mdalasini kiasi cha vijiko 2 vya chakula, changanya na olive oil, mafuta ya mzeituni, olive oil, naona mafuta ya mzeituni, changanya pamoja. Halafu mdalasini pamoja na olive oil, unaweza kuongezea kidogo na unga wa karafuu, kijiko cha chakula, changanya, halafu nyunyizia eneo lako unaloishi. Sema ninaweka alama ya ulinzi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kama ni Mkristo, viombee kwa jina la Yesu Kristo, tamka, nyunyizia eneo lako lote. Kila aina ya uovu ambao ulikuwa umepangwa juu yako utokee. Hata kama umeota ndoto mbaya, fanya hivyo, unasema ndoto hii mbaya haitatimia kwangu. Nyunyizia hilo eneo, halafu nenda kaoge kwa unga wa mdalasini pamoja na chumvi ya mawe. Ile ndoto mbaya Mwenyezi Mungu ataibatilisha, ataiharibu. Kwa hiyo mwisho kabisa utafungua fursa zilizofungwa ambazo hazikufikii. Nimesema unanyunyizia unga wa mdalasini na chumvi ya mawe. Hii naona nimeandika mara 2. Kwa hiyo mtazamaji, hizo ndio faida za kutumia unga wa mdalasini ama mdalasini wa vijiti. Mdalasini wa vijiti pia unaweza ukaweka kwenye wallet yako au mkoba wako pamoja na pesa ya shilingi 500 silver, pesa ya shilingi coin, ukaweka pamoja na mdalasini, uweka kwenye mfuko wako ama wallet yako ama mkoba wako ama mfuko wa suruali, tembea nao kokote, inavuta sana pesa. Utashangaa unaenda unaongea na mtu mara moja sana kusaidia pesa, kunakuwa hakuna kizuizi chochote. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, kwa leo niishie hapa na nikukumbusha kwamba huwa ninatibu magonjwa sugu mbalimbali. Ninatibu vidonda vya tumbo kwa muda wa wiki 2, utapona, utakula kila chakula, na tunatuma popote duniani. Ukiwa Tanzania tunatuma ndani ya siku 2, siku ya 3 asubuhi unapokea. Nje ya Tanzania utapokea ndani ya siku 7. Naona na kwa nje ya Tanzania, labda kwa hizi nchi za karibu kama Kenya, Uganda, ndio huwa nashauri sana tutumie mabasi. Lakini ikishafika kama labda nchi za Uarabuni huko, nchi za Ulaya huko, tunatuma kwa ndege DHL. Naona na tuna dawa pia kwa ajili ya uvimbe wa kizazi. Kama una shida yote ya kizazi, hernia, uvimbe wa kizazi kwa wanawake, uvimbe wa kizazi kwa wanaume, magonjwa ya tezi dume, uvimbe wa matiti kwa wanawake, unaona kabisa una dalili za uvimbe ambao ueleweki, kuziba kwa mirija, uvimbe kwenye vifuko vya mayai, tunakupatia dozi, inatibu kwa muda wa wiki 4, na dawa ina uwezo wa kuondoa uvimbe wa sentimita 7 mwisho, sentimita 4 hapo 5 mpaka 7, haizidi hapo. Naona, lakini pia tuna dawa kwa ajili ya kushusha pressure. Kwa hiyo wanasumbuliwa na pressure, dawa inashusha ndani ya mwezi mmoja. Kama pressure imeshaharibu mwili, labda imepanua moyo au umepigwa stroke, huyu mtu lazima awe na msimamizi na atatumia dozi yetu kwa muda wa miezi 2. Tuna dawa kwa ajili ya kushusha sukari, dozi ya mwezi mmoja na kawaida, magonjwa yote ya ngozi. Tuna dawa kwa ajili ya pumu, asma, mafua sugu, kohozi sugu, pneumonia, matezi ya kooni ama uvimbe wote wa koo, na kutibu kwa muda wa mwezi mmoja, maximum 1 wiki 3 unapona. Tuna dawa kwa ajili ya kusafisha figo, ini na bandama. Umejaribu, kama unajijua na tatizo la figo, ini au bandama, nenda hospitali iliyo karibu na wewe. Ikishindikana basi nipigie. Tuna dawa pia kwa ajili ya macho. Macho kushindwa kuona mbali au karibu, au macho yanawasha sana, allergy ya macho,
au vinyama vinavyoota hapa kuzunguka jicho leupe kwa jicho jeusi, tunatumia dozi yetu kwa muda wa mwezi mmoja. Lakini pia tunazo dawa kwa ajili ya magonjwa yote ya akili, kifafa, degedege, kichaa. Mwingine anasema anapandisha majini anaondoka. Kama mtu ananiambia kuna ndugu yake na majini, huwa anaondoka anapotea, lakini huyu awe na mtu wa kumsimamia kunywa dawa. Kuna dawa za kunywa na kupaka. Tuna dawa kwa ajili ya nguvu za kiume, bawasiri, vinyama vinavyoota kuzunguka njia ya haja kubwa na kutibu kwa muda wa wiki 2 unapona. Dawa za meno, magonjwa ya kinywa na meno, fungus za meno, meno yaliyolegea. Meno huwa natibu kwa wiki 1 tu, nikizidi sana ni siku 10. Haizidi hapo. Ila sizibi meno. Kuna wengine wananipigia wananiambia naziba meno, sizibi. Mimi meno yaliyolegea, meno yanayouma, fungus za meno na kutibu kwa wiki 1 unapona. Kuna watu waliotumia madawa ya kulevya wakachanganyikiwa namna hii, lakini pia tunazo dawa kwa ajili ya mvuto mkali wa pesa na mali. Nina dawa hii ambayo nimeitumia kwa miaka 20, Triple K, KKK. Nina miaka zile 20 naitumia hii dawa. Ina mvuto mkubwa sana wa pesa na mali. Ukiwa na shida na pesa na mali unaichoma kwenye moto. Ukitaka upendwe uwe na mvuto, labda unagombea hata chama fulani cha siasa, unataka watu wakusikilize wakukubali, unaipaka kwenye mafuta na inapendeza ni kupaka kwenye mafuta ya nazi. Halafu kama unataka kufungua nyota, ukubalike na upendwe, yani ukifika mahali watu watetemeke, unaogea kwenye maji. Ukipata maji ya mvua ni mazuri zaidi, ukikosa basi maji yoyote. Lakini pia dawa hii ya KKK ni ulinzi kubwa. Utapita popote, utaenda popote, hata katikati ya maadui yako. Ukishapaka hii dawa hakuna mtu atakufanya kitu. Hata kibao hakuna mtu anaweza kukupiga. KKK. Kwa hiyo inafanya kazi 4 kwa wakati mmoja. Na tunatuma popote duniani. Hii ni dawa ya asili kabisa, dawa ya miti. Na kwa leo nishi hapa mpendwa mtazamaji, usahau kushare kwa mtu unayemfahamu, ama kulike, ama kusubscribe, ama unafahamu mtu anaumwa magonjwa, ama anapitia shida mbalimbali. Na mwisho kabisa tunayo dawa ya Limbwata kumtuliza mpenzi mkorofi. Hii inachukua wiki 2. Wala unaochukua Limbwata kwangu, hakikisha unamwekea wiki 2 mfululizo. Usiniambie yuko mbali kwa mkoani, mfuate kule kule. Unatumia kwanza dawa ya KK, kama hataki kuona unatumia dawa ya KK kwa siku 7, siku ya 8 mfuate. Ukiwa mbele yako hawezi kuzuia wala kufukuza wala kufanya chochote. Mtulize. Lakini pia unapomtuliza hautakiwi kumnyanyasa wala kumtesa. Nikisikia unamtesa ama nikapigiwa simu, ninaiharibu dawa ya Limbwata kwa muda wa siku 7. Na dawa kali sana ya kuweza kuharibu Limbwata kwa muda wa siku 7. Na tukishaiharibu basi ndio imetoka hiyo. Namba zangu za simu ni 0622074085. Kwa wewe ulioko nje ya nchi ya Tanzania, anzia na kodi namba ya nchi kujumlisha 255 622074085. Naitwa Tabibu Lois, naamini katika sheria ya nguvu za asili na naamini katika sheria ya nguvu za ulimwengu, yani universe. Mungu akubariki sana. Bye.